Hatua inayofuata sasa ni watake muendelee na utoaji wa mafunzo ya elimu au kutoa elimu ya sera hii kwa taasisi za umma kuhusu maudhui ya sera na namna yanavyogusa majukumu yao ya kila siku. Na hapa nimeona timu kubwa tu ya mabalozi wastaafu, lakini wamestaafu bado wana nguvu, wanaweza wakatumika kwenye kazi hii. Mkawapangia kazi maalum ya kukaa na sekta mbalimbali, sababu wizara mko bizi sana, wao wakaipitia vizuri sera hii na wakakaa na sekta mbalimbali kueleza majukumu yao kuendana na sera hii, na zaidi kupitia ule mkakati na kutafsiri kisekta kwa kila sekta inayohusika. Lakini waheshimiwa mabalozi wetu wanao tuwakilisha kule nje, wahakikishe wanaisoma na kuielewa na kuanza kutangaza mabadiliko haya chanya ya sera yetu. Kumbukeni, sera hii inatutaka kuwa na diplomasia inayowahusisha wananchi kwa kupata taarifa za utekelezaji wa kazi zenu pia. Jambo jingine, kwa kuwa utekelezaji wa sera hii sio jukumu pekee au sio jukumu la Wizara ya Mambo ya Nje peke yake, bali wizara hiyo ni mratibu na msimamizi mkuu, naziagiza wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali na tawala za mikoa na serikali za mitaa kuhakikisha mnajumuisha malengo na mikakati ya sera hii katika mipango mikakati yenu na kuanza utekelezaji wake mara mwongozo utakapotolewa. La nne, kuendelea kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu. Kama nilivyosema, kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka. Niwaombe, katika matamko yanayotoka ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mkajibu kwa haraka, mkachukua hatua za haraka, aidha kutoa ufafanuzi, kukanusha, au kama ni la kweli kukubaliana na kuchukua hatua za kurekebisha. Lakini tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja akasema analolitaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa, awe yupo ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi. Kwa vyombo vya ulinzi na usalama, uhusiano wa kimataifa unagusa pia masuala ya ulinzi na usalama wetu. Kipekee nitumie nafasi hii kuvielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa usalama wa nchi yetu ndani na nje ya mipaka yetu unaangaliwa kwa karibu zaidi. Tumesema hapa dunia imeharibika. Kuna maneno nasema makosa, uhalifu wa kuvuka mipaka. Kuna mambo kadhaa ambayo yanatuathiri na sisi huku, ugaidi na mambo mengine. Niwaombe muwe makini katika hilo. Kwa Watanzania wanaoishi nje
na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania au maarufu diaspora. Kwa kuwa sasa serikali imewatambua kama wabia muhimu wa maendeleo, karibuni nyumbani kwa uwekezaji katika sekta za kiuchumi na kijamii, na ni wajibu wenu kuzitangaza sifa njema za Tanzania katika maeneo yenu mnayoishi badala ya kuisema vibaya nchi yenu mlikotoka. Kwa sekta binafsi ya hapa nchini, serikali inajitahidi kufungua milango ya kibiashara ndani na nje ya nchi. Tunawasihi kuzitumia fursa hizo. Vile vile, tunakaribisha zaidi sekta binafsi kutoka nje ya nchi kufanya uwekezaji hapa nchini. Kwa wananchi kwa ujumla na hasa vijana wa Kitanzania, ni wasihi kuchangamkia fursa za kiuchumi na kijamii zinazotokana na kutanuka kwa uwekezaji na biashara zinazoendelea nchini. Na hapa nimefurahi kuona vijana waliokuja kutuimbia hapa. Wameimba kwa hamasa na wameimba kwa kuamini moyoni kwamba hii ni sera yao na ni kwa ajili yao. Kwa hiyo niwatake vijana mchangamkie hayo. Tayari vijana wetu wa Kitanzania wengi tu wameanza vibiashara vidogo vidogo, vikampuni vidogo vidogo, startups ambazo zinapata msukumo kutoka maeneo mbalimbali. Niwaombe sana vijana wa Kitanzania waendelee na hilo ili waweze kujiajiri na kujenga taifa lao. Lakini jengine, sera yetu hii ya mambo ya nje au uhusiano wetu na nchi za nje, sasa hivi kumeanza kujitokeza kwa uwazi kabisa, serikali kwa serikali, nafasi za ajira kwa vijana wetu nje. Hili nalo niwaombe vijana walichangamkie. Sekta zinazohusika na ajira za vijana wetu nje waweke sera zinazoeleweka, sheria zinazoeleweka, ili vijana wetu wafaidike na fursa hizi. Tujipange kisera, kisheria na kuwatayarisha vijana wetu kwenda kufanya kazi katika ajira za nje. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na wageni waalikwa, narejea kusema kuwa tukio hili la leo ni la kihistoria, ni utekelezaji wa falsafa yetu ya R4. Kwa upande wa kidiplomasia, tumejitathmini, tumefanya mazungumzo na kutafuta maoni kwa upana sana, na tumeamua kuja na maboresho ya sera, ndio kujirekebisha, ili tuweze kujenga vyema nchi yetu. Hii ni safari ya fikra na ari mpya katika kujijenga kidiplomasia na kuliweka taifa letu na serikali katika nafasi nzuri kwenye ulingo wa jumuiya za kimataifa. Nimalizie kwa kusema, sera hii tukitekeleza vilivyo, matarajio yetu wa Tanzania ni kuiona Tanzania yenye ujasiri na uthubutu ndani na nje ya mipaka yetu. Tanzania isiyo sita wala kutetereka katika kuchukua nafasi yake kwenye majukwaa ya kimataifa, ikisimamia ukweli na haki. Huo ndio umahususi wa Tanzania tulioachiwa tangu kuasisiwa kwa taifa hili, hatuna budi kuuendeleza. Nimalizie kwa kupongeza tena Mheshimiwa Waziri na timu yako ya wizara na timu ya wataalamu walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika maandalizi ya sera hii. Aidha, nikupongezeni kwa maandalizi mazuri sana ya shughuli hii ya uzinduzi wa sera ya mambo ya nje. Hongereni kwa ubunifu. Hongereni kwa ubunifu wa kuwezesha mabalozi wetu walioko nje kufuatilia shughuli hii kwa njia ya mtandao. Hapa mbali na kutokutumia gharama za kuwafanya kuja na kurudi, ingawa mmewanyima fursa za kuja kuona watu wao, lakini pia mmeanza kutekeleza yale ambayo tunayatarajia kuyaona kwenye diplomasia yetu mbele tunakoelekea, kwamba sasa tutatumia mitandao zaidi katika kuwasiliana kuliko nenda rudi na kutumia gharama nyingi. Sasa baada ya kusema hayo, ni washukuru wote walioko kwenye ukumbi huu kwa kuja kuunga mkono shughuli hii. Na sasa natamka rasmi kwamba sera ya mambo ya nje ya Tanzania ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024 sasa imezinduliwa rasmi.